Samahani mtazamaji, jina ilikuwa ni Victoria wala sio Victor kama nilivyotaja hapo awali. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, ripoti kutoka Uganda kule zinaonyesha kuwa hali ya afya ya kiongozi wa upinzani Kizza Besigye inaendelea kuzorota akiwa amelazwa katika hospitali moja jijini Kampala. Lakini huku mwanasiasa huyo mkongwe akipigania maisha yake gerezani, macho sasa yanaelekezwa tena hapa nchini Kenya na nafasi yake katika matukio ambayo yalisababisha kufurushwa kwa Besigye hadi Uganda karibu miaka miwili iliyopita. Serikali ya Kenya imeendelea kukanusha kuhusika na tukio hilo, lakini maswali mazito kuhusu ni nani ambaye aliidhinisha kuondolewa kwake na iwapo taratibu za kisheria zilifuatwa yanaendelea kuulizwa. Mwanahabari Francis Ontomwa anaangazia zaidi. Hii ndiyo video ya mwisho ya Kizza Besigye alipoonekana hadharani katika ukumbi wa mahakama kuu jijini Kampala. Besigye ambaye alionekana dhaifu sana alianguka alipokuwa akiomba mahakama imruhusu apate uhuru. Leo familia yake inasema bado yuko katika hali mahututi katika hospitali maalum ya Mulago jijini Kampala. Mkewe Winnie Byanyima ameelezea kuwa Besigye hawezi kuzungumza wala kutembea. Lakini maswali kuhusu masaibu ya Kizza Besigye hayaanzi wala kuishia Kampala. Mwanasiasa huyu mkongwe alionekana kwa mara ya kwanza hadharani kabla ya kupelekwa kwenye kambi ya kijeshi nchini Uganda mnamo Novemba mwaka 2024 hapa jijini Nairobi. Picha hizi za CCTV zilirekodiwa eneo la Riverside jijini Nairobi, zikimwonyesha Besigye akitembea kwa utulivu na kuingia kwenye lifti ya jengo la makazi pasi na kujua kilichokuwa kikimsubiri. Iwapo mwanasiasa mwenye hadhi kama hii anaweza kutekwa nyara hapa Nairobi na kisha kufikishwa katika mahakama ya kijeshi katika taifa lingine, je, hili linasema vipi kuhusiana na wakimbizi walio humu nchini? Watetezi wa haki za binadamu wa Afrika Mashariki wanaamini kuwa huenda Kenya ilimfeli mmoja wa viongozi wa upinzani wa ukanda walioteswa zaidi. Kenya bears a huge responsibility, and the question that everyone is asking, did we follow Kenya's extradition laws? At any point, which are these agencies that were involved in this extradition? Because someone has to be held accountable. Kwa miongo kadhaa sasa, Kenya imekuwa ikitambulika kama mahali salama kwa wakimbizi wa kisiasa na watu wanaokimbia ukandamizaji katika nchi jirani. Lakini kisa cha Kizza Besigye sasa kimetia doa sifa hii. We are deeply concerned because Kenya is a state signatory to a number of international treaties, all which prohibit the repatriation of a foreigner who is likely to face torture and denial of rights in their countries. Katibu katika wizara ya mambo ya nje Korir Sing'oei alikanusha kwa kinywa kipana kuhusika kwa Kenya katika utekaji wa Besigye. And because the extradition laws were not followed, has anyone been held accountable? These are all questions that require answers, and as Kenyans we must not keep quiet until those answers are given. Wakati mmoja akiwa mwandani wa Rais Yoweri Museveni, Besigye katika miaka ya hivi karibuni aligeuka na kuwa mmoja wa wakosoaji wakuu wa serikali ya Uganda, hali iliyomfanya kamatwe mara kwa mara na kutiwa kizuizini. We have seen a pattern in East Africa where citizens who speak against the government are tortured, are abducted. We have seen the government of Tanzania doing the same. We have seen it in Uganda and in Kenya. Na huku Besigye akiendelea kupigania maisha yake katika chumba cha wagonjwa mahututi, maswali kuhusu kile kilichotokea nchini Kenya yanaendelea kubaki bila majibu. Francis Ontomwa, KTN. Barabara kabisa, tunakwenda kwenye pumziko nyingine, lakini kwenye muda usiokuwa mrefu tutawasiliana na mwanahabari mwenzangu tupate taarifa kutoka meza ya michezo. Usiende mbali.